إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فإن تقوى الله خير زاد للعبد في الدنيا والآخرة إن وجب الله سبحانه وتعالى نيزia nafsi yangu pamoja na kuhusieni katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada Allah إن وجب الله سبحانه وتعالى إن شهر رمضان قد أشرف على الانقضاء وهذه الأيام القليلة التي بقيت منه هي خير أيامه. عباد الله هي خير أيامه وهي العشر الأواخر التي فيها ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر إن وجب الله سبحانه وتعالى. Hakika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wa baraka, hakika umefika kikomo, umeisha mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala, na haya ni katika masiku machache ambayo tumebaki nayo wa Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi wa Ramadhani. Ni masiku machache leo. Hiya khairun ayyamihi, hiya khairu ayyamihi, nayo haya masiku ndiyo masiku yaliyokuwa bora katika masiku ya mwezi wa Ramadhani. Hiya al-ashru al-awakhir allati fiha laylatul qadr, na ni masiku 10 ya mwisho ambayo ndani mwake tunapatikana usiku wa laylatul qadr allati fiha khayrun min 1000 shahr, usiku ambao ni bora kuliko miezi 1000, miezi ambayo haina laylatul qadr ndani mwake. Usiku wa laylatul qadr ni usiku uliokuwa bora kuliko miezi 1000 sawa na miaka takriban 84 ambayo katika hesabu inakuwa ni miaka 83 na pointi 4. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, inna min al-awaqib al-azima, hakika miongoni mwa kanuni zilizokuwa tukufu, kanuni zilizokuwa kubwa fi hadha din, katika dini yetu, anna al-a'mal bil khawatim, ya kwamba matendo uzingatiwa mwisho wake, matendo uzingatiwa mwisho wake. Ni waja Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi yake, innamal a'malu bil khawatim, hakika ya matendo uzingatiwa na ukubaliwa na uzima mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mwisho wake. Ni waja Allah subhanahu wa ta'ala. Fataidu fi hutima lahu bid-da'a, na yule aliyepata manufaa, aliyekuwa na furaha, aliyenufaika, yule ambaye amehitimisha kwake yeye kwa toa, kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Washaqiyu man hutima lahu bil ma'siyah, na yule aliyepata hasara mwovu, yule ambaye amehitimisha
lakini mwema yule ambaye amehitimisha matendo yake, amehitimisha Ramadhani hii kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, lidhalika, kwa ajili ya hilo kana Nabii sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yajtahidi fil ashr al-awakhir ma la yajtahidi fi ghayriha. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anajitahidi katika mwisho wa Ramadhani, anaweka jitihada iliyokuwa kubwa katika masiku 10 ya mwisho wa Ramadhani, jitihada ambayo alikuwa hakuwahi kujitahidi katika masiku mengine yasiyokuwa hayo. Fa Aisha radhiyallahu anha qalat, kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha amesema, kana Nabii sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam idha dakhala fil ashr al-awakhir, yalipokuwa yanaingia masiku 10 ya mwisho wa Ramadhani, ahya al-layla, anauisha usiku wake. Ahya al-layla, anauisha usiku wake, kwa maana ya kwamba anaamka usiku, anajitahidi usiku, anafanya ibada. Wa aidha ahlahu, na anawaamsha watu wake, familia yake, wake zake na watu wake wa karibu, anawaamsha wajadda wa shadda al-mizan, na anaweza jitihada na anafunga kikoi chake sawasawa, kwa maana ya kwamba anajitenga na wanawake, anajifikisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi amepokea Imam al-Bukhari na Imam Muslim, ya ibadallah, ni wadi wa Allah subhanahu wa ta'ala. idha kanat al-a'mal bil khawatim fa ahsinu khitam shahrikum, ikiwa yatakuwa matendo yenu mwisho wake, basi tengenezeni badili vizuri mwisho wa mwezi wa Ramadhani, badili vizuri. Ahsinu khitamahu bis salati wal qiyam, badili vizuri katika kuswali na kusimama usiku, badili vizuri ya ibada wa Allah subhanahu wa ta'ala, ili uhitimishe vizuri mwezi wako wa Ramadhani, uwe katika dua ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Basi badili vizuri swala zenu, swali vizuri swala zenu, simamisheni swala zenu na hitimisheni mwezi wenu kwa msimamo. Idha kanat al-a'mal bil khawatim fa ahsinu khitam shahrikum, ahsinu khitamahu bi tilawati al-Qur'an, badili vizuri katika mwezi wenu kwa kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hitimisheni mwezi wenu wa Ramadhani kwa kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ahsinu khitamahu bi du'a, hitimisheni funga zenu mwezi wenu wa Ramadhani kwa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kukithirisha sana dua, kwa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, wal istighfar, na kwa kumtaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Ahsinu khitamahu bi du'a, basi hitimisheni vizuri mwezi wenu wa Ramadhani kwa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, wal istighfar, na kumtaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Ahsinu khitamahu bis sadaqa wal ihsan, hitimisheni na matendo yenu kwa kutoa sadaka na kwa kufanya wema. Fanya wema enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi hitimisheni Ramadhani yenu, mwezi wenu wa Ramadhani, kwa sababu innamal a'malu bil khawatim, hakika ya matendo yanazingatiwa mwisho wake. Ahsinu, basi fanyeni vizuri hitama shahadikum, fanyeni vizuri mwezi wenu wa Ramadhani, hitimisheni mwezi wenu wa Ramadhani kwa kufanya matendo yaliyokuwa mazuri, kwa kusimamisha swala, kwa kusimama kusoma vya usiku, ikiwemo tarawih, kusimama cha usiku, tahajjud, na kwa kusoma Qur'an, kwa kufundisha kusoma Qur'an, na kuomba dua, kwa kuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na
kusimama usiku, ulikosea katika kuswali, ulikosea katika funga, ulikosea katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Mazingatio hayazingatiwi hapo. Kinachozingatiwa ni wewe umekamilishaje wali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala ba'd salaf, na walikuwa wakisema ba'd salaf, man ahsana fima baqiya ghufira lahu ma mada, na yule atakayefanya vizuri katika yale ambayo yamebakia basi usamehewa katika yale yaliyopita. Ikiwa wewe utafanya vizuri katika yale ambayo yamebakia, umebakiza masiku machache ni wale wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuhitimisha masiku yaliyokuwa bora, kuhitimisha mwezi wenye baraka, kuhitimisha mwezi wenye rehema, kuhitimisha mwezi wenye maghfira, ni wale wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yamebaki masiku machache, kumbukeni ni masiku machache tu tuliokuwa tukihesabu, tukipeana habari kwamba mwezi umeandama, mwezi umeandama sehemu fulani, mwezi umeandama Imarati, mwezi umeandama Saudia, mwezi umeandama Pakistan, tukawa tumepeana habari kama hivyo. Ni jana tu, lakini hebu angalieni sasa tunahesabu ya kwamba imebaki masiku 7 tu. Wenye watu wa Allah subhanahu wa ta'ala, yamebaki masiku 7 au masiku 6 kuhitimisha mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo yaliyobaki masiku matatu na ambayo yameshapita ni masiku mengi. Wewe kinachozingatiwa hapa ni katika wewe kuhitimisha ulizomishaji. Masiku yako umehitimisha katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, umehitimisha na matendo yako kumtia Allah subhanahu wa ta'ala, au umehitimisha katika hali ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wenye watu wa Allah subhanahu wa ta'ala, man ahsana fima baqiya ghufira lahu ma mada, yule atakayefanya vizuri akatengeneza katika yale ambayo yamebaki, yawe ni machache, iwe ni siku moja, iwe ni siku mbili, ukatengeneza na ukamwomba Allah subhanahu wa ta'ala istighfar, na ukasimama ukamsoma kitabu cha Allah, ukaomba maghfira, ukafanya vizuri, ukatubia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo ndio mazingatio, ndicho kinachozingatiwa. Ama kile kilichofika wasamehewa ewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Faktamimu mahabakia min Ramadhan, basi nufaika na yale yaliyobakia katika Ramadhani. Faktamimu mahabakia min Ramadhan, basi nufaikeni na yale ambayo yamebakia katika Ramadhani. Fala tadruna la'allakum la tudrikunahu ba'da amikum hada, kwa sababu haujui wewe, huenda usidiriki hiyo Ramadhani baada ya mwaka huu. Eni waja Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya mwaka wenu huu huenda usije ukadiriki Ramadhani nyingine, basi nufaika na hii Ramadhani katika masiku haya yaliyobakia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، إني واجه الله سبحانه وتعالى، إن المؤمن الصادق يخاف ألا يتقبل منه عمله، ولذلك كان السلف الصالح يجتهدون في الطاعة وهم يخافون ألا تقبل منهم. hakika ya waumini walio wa kweli, muumini mkweli, yakhafu alla yutakabbala minhu amaluhu, anaogopea juu ya kukubaliwa kwake matendo yake. Muumini aliyekuwa mkweli, mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala kisawasawa, huwa anaogopea kwamba je, haya matendo yangu niliyoyafanya yamekubaliwa mbele ya Allah. Walidhalika, basi kwa hali ya hivyo, kana salafu salih, walikuwa salafu salih yajtahiduna fi ta'ati, walikuwa wakijitahidi katika jambo la kumtii Allah kwa kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kufanya yale aliyomwamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na kuyaacha yale aliyokataza na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum, na walikuwa wakiogopea ya kwamba wasije wakawa hawajakubaliwa matendo yao, wakawa wanaogopea juu ya kukubaliwa matendo yao. Kwa hiyo wakawa wanajitahidi katika suala la kufanya matendo yaliyokuwa mema, katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wakijikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajlatu annahum ila rabbihim raji'un, na wale ambao yu'tuna ma atahu,
wanaendea yale ambao wamepewa, wa qulubuhum wajlatun, na nyoyo zao zinabubujikwa na machozi, annahum ila rabbihim rajiun, ya kwamba wao kwa Mola wao watakuja kurejeshwa. Basi wanaogopa, wanarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qalat Aisha radhiyallahu anha, Aisha mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati anaitafsiri hii aya akasema, hal humul ladhina yashrabuna al-khamra wa yashrabun, je, hao ni wale ambao, Aisha akasema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hal humul ladhina yashrabuna al-khamra wa yashrabun, je, hao ni wale ambao wanakunywa pombe na wanakuwa ni wezi, wanaiba? Qala Nabii sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la walakinnahum alladhina yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hapana, sio hao ambao wanakunywa pombe, wala sio wale ambao wanaiba ni wezi. Hapana, hawa ni wale ambao wanaletewa yakawajia yale ambao wameletewa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi nyoyo zao zinapitika, zinaogopa nyoyo zao, hali ya kuwa wanatarajia kwamba watakwenda kwa Mola wao, wanaogopa ni namna gani watakutana na Mola wao. Hawa ni wale ambao yusalluna, kwanza wanaswali, wanaswali hawa, kwa maana ya kwamba ni waumini ambao wanaswali, wanaogopa ya kwamba wasije wakakutana na Mola wao, hali ya kuwa matendo yao hayajakubaliwa, swala zao hajazikubali Allah subhanahu wa ta'ala. Wayatumuna, na wanafunga, wayatasaddaquna, na wanatoa sadaka, wa hum yakhafuna alla yatakabbala minhum, na hali ya kuwa wanaogopa ya kwamba wasije wakakosa kubaliwa ibada zao hizi, wasije wakakosa kubaliwa saumu zao. Fajitahidu rahimahumullah fi hadhihi al-layali, hebu jitahidini wale Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku haya al-mubaraka, masiku haya ambayo yana baraka. Watahaddahu lailatul qadri, na itafuteni lailatul qadri, wa akthiru min ad-du'a, na kithirisheni dua. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ghfir lana dhunubana waj'alna min al-maqbulin. Enyi waja Allah subhanahu wa ta'ala, kithirisheni kuomba dua, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, na miongoni mwa dua ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha, wakati ambapo Aisha radhiallahu anha alipomuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa ni tauhid usiku wa Lailatul Qadr, na gani takaelezea, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kuli basireni Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, au Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ndio wale Allah subhanahu wa ta'ala akasema, semeni Allahumma innaka afuwwun, Allah subhanahu wa ta'ala atakayewasamehe ni mwenye kusamehe, tuhibbul afwa, na unapenda kusamehe, fa'fu anni, bali kusamehe. Wala haikuja katika hadithi ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Aisha, ikiwa unataka kuomba basi asema inshallah ila kufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali hadithi inakuja kwamba ukitaka kusema katika wakati wa Lailatul Qadr, basi teni hivi, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wewe unapenda kusamehe, wewe Allah atakayekubali kusamehe na unapenda kusamehe, basi nisamehe mimi ewe Allah subhanahu wa ta'ala. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi wakati wa kuomba istighfar, wakati wa kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, katika dua, katika kuomba sana, ukiwa na moto wa jahannam, ukiwa na adhabu za kaburi, ukiwa na maisha na mitihani ya maisha haya ndio kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisheni katika kisikizeni, simameni usiku, mlilie Mola wenu, kisheni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisheni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika katika masiku haya tunasikia baraka, tunasikia kuomba Allah subhanahu wa ta'ala, tunasikia
ameamkia kuwa wewe Ibrahim la hafa al-badr ameamkia kuwa na anataka kulala na ambaye amelikiwa mwezi wa Ramadhani, kisha mwezi wa Ramadhani ukaondoka hali ya kuwa msamehewa. Huyu mtu amepata hasara, ameamkia kuwa huyu. Mtu mwingine wakati naomba nasema hadithi zilizokuja akasema amepata hasara kwa mbaya, nimetajwa mbele yake akawa ameswalia. Mtu huyu amepata hasara. Na mtu wa tatu niliposema amin na kana ni Jibril alikuja akiwa anaomba, anasema amepata hasara kwa mbaya, wamemdiriki wazazi wake wawili, hayakuwa wako katika uzee, wakadiriki wazazi wake wawili, na hawa wazazi wawili hakupata radhi kutokana na wazazi wake wawili, kwa maana ya kwamba hakupata kitu ambacho kinaweza kumsaidia kwa wazazi wake wawili. Atuache wazazi wake, anawatoka wazazi wake, hawajali wazazi wake. Huyu mtu amefika sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni dua ambayo ameiomba kiumbe mtukufu, ameomba kiumbe cha Allah subhanahu wa ta'ala, kiumbe ambacho anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa Allah lima amara wa yaquluna ma yuqalu, akimwasa Allah subhanahu wa ta'ala na kinafanya kile ambacho kimeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Malaika Jibril alayhi salam, na dua ile ikiwa na kiumbe bora, mbora wa kiumbe, mbora wa kiumbe, mwisho wa manabii sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam, tumeambaye ametawalika
tuingie mbele Allah subhanahu wa ta'ala tumtake msamaha Allah subhanahu wa ta'ala na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tufikishe katika Ramadhani hii hata kwa tuna afya kwa salama viongozi tukiwa salama kumbukeni wewe sana hapa walitamani kuingia katika mwezi wa Ramadhani wengine wakuingia Ramadhani kama hii tulikuwa nayo leo walitamani wale katika siku ya mwisho wa Ramadhani waweze kukula katika zawadi za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo ametunuku sisi Waislamu na miongoni mwa mambo ambayo wamepewa kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawapewa kama mwenyewe ni kupewa katika mwezi wa Ramadhani usiku wa Lailatul Qadr usiku ambao ni al-shahr ni bora kuliko kiasi cha moja kwa Allah subhanahu wa ta'ala lakini tumuombe msamaha ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio tumekurudisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala sawa hawa na kazi walioondoka na hajawahi hatuko katika baya ya Allah subhanahu wa ta'ala sadaka katika kundi za mabisi na mipira na kila kitu katika mambo ambayo hayana kupata kwa Allah subhanahu wa ta'ala tuko wazi na matendo ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala tumalizie kwa kuhusia kwamba tunaendelea ya Allah subhanahu wa ta'ala na tuzidishe dua tuzidishe istighfar tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tupatie Ramadhani kumbuka tunakaribia katika siku ya Eid tunakaribia katika siku ambayo ni siku miongoni mwa siku za Waislamu ambayo siku hizi ndizo siku zetu za siku nyingine Eid wa Adha hatuna siku nyingine tofauti na hizi na ndizo ambazo tunaweza sheria kusherehekea katika siku hizi mbili Eid wa Adha hakuna siku nyingine tofauti na hizi si siku ya kuzaliwa kwa Mtume wala siku ya mwaka mpya wala siku ya Pasaka wala siku ya Christmas bali siku zetu hizi wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa tunakaribia katika siku hizi kuna mambo ambayo yanapaswa kufanyika wa Allah subhanahu wa ta'ala na mtatasamea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuchelewesha kawaida yetu tunataka kueleza hotuba katika haja na kama hii lakini kutokana na haja tuliyokuwa nayo ya kuwasafiria kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyalea kwa ajili ya Allah kuhabarisheni katika hali ambazo tunaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa tunaelekea katika siku ya Eid kuna ibada kwa ibada ambazo tumefaradhishiwa kwa sisi Waislamu tunapaswa kutekeleza miongoni mwa ibada hizo ni ibada ya sadaqatul fitr ambayo inaitwa zakatul fitr enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kuna ibada mbele yetu tunayoelekea inaitwa zakatul fitr hii zakatul fitr ni zaka ambayo inatolewa kabla ya kusaliwa sala ya Eid katika chakula ambacho kinapendeza katika mazingira kinatolewa kwa ajili ya kwamba wale ambao ni maskini wana haji zao wewe zakatul fitr Mtume sallallahu alaihi wasallam farada Rasulullah zakatul fitr Mtume sallallahu alaihi wasallam alifaradhisha zakatul fitr saa kamili kibaba cha tende au saa ya shairi au kibaba cha ngano ala al-abdi wal-hur wa mtumwa na kwa mtu aliyekuwa huru wal-bakari wal-unsa wanaume na mwanamke wasafiri wal-nabii mtoto na mkubwa mina muslimina katika Uislamu hawa ni lazima watoe zakatul fitr hawa ni wazima hawa ni wadogo hawa ni wanawake hawa ni wanaume hawa ni mtumwa hawa ni huru lazima atoe zakatul fitr kibaba cha chakula ambacho kinapendeza katika mji utoe kwa ajili ya maskini hiyo zakatul fitr wa amara biha an tuadda qabla khurud an-nas ila salat na anaamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam hiyo zakatul fitr itekelezwe kabla ya kutoka kwa ajili ya kuelekea katika sala ya Eid itolewe zakatul fitr itolewe wapewe maskini wataji wa nafsi na ni wajibu kuitoa hiyo kwa ajili ya nafsi yako wewe au mu'annatuhu na wale ambao inakulazimisha wewe kuwasimamia wale ambao wanasimamia wewe ni wajibu kwa wewe kuwasimamia unasimamia katika kumlisha na kusimamia katika kumlisha ya mdini kwa wewe kueleza hata vipi idha kana dalika wajiban an tukia usiku wa lailati na hilo linakuwa wakati ambao pale imebaki chakula ambacho wewe unataka tayari kuandaa chakula cha mchana na usiku wakati wa siku ile kile kitakachobaki ni lazima
isifikie mbelwa shilingi 8,500 wengine 8,700 wengine wanaweza ikiwemo taasisi ya Ansari Center ambazo wanakwenda ni kiwango cha pesa mpaka kapata kilichotolewa pesa aliyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuamrisha hivyo. Yeye sallallahu alaihi wasallam alisema farada katika hadithi ambayo alisimulia Ibn Umar radhiyallahu anhu alisema farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saa min shahid zakat al-fitr saa min tamr au saa min shahid au saa min sabil au abd au kurdi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amebaradisha zakat al-fitr itolewe katika kibaba cha tende au kibaba cha ngano au kibaba cha maziwa yaliyoganda au kibaba cha zabibu au kibaba cha mchele na nafaka ambazo zinafaka zinazotumika katika jamii, chakula kinachopendwa katika jamii. Wakati wa zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilikuwa pesa tena hapo na dinari. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusema kama itolewe pesa, lakini baadhi ya makundi ambayo makundi madogo yanakuja yanatazama ya kwamba itolewe pesa kuhali sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa tafsiri za Islamic Foundation naona matangazo yao, Ansar Sunna tunaona matangazo yao na makundi mengine yote kutoka yanatoa matangazo kwamba itolewe pesa, watume itolewe katika makao yao na taasisi zao ili yote kuhali sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametangaza kwamba itolewe kibaba cha chakula ambacho kinapendeza katika mji. Aliandama na Sa'd rahimahullah rahimahullah anasema wala yahidu ta'khiruha an yawm al-eid, na haifai ile zakat al-fitr icheleweshwe unaposikia icheleweshwe. Wakati farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tukhraj al-sa'id, amefaradisha Mtume sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr kwa ajili ya kuhakikisha funga za Allah subhanahu wa ta'ala, kusaidia kusafisha funga zako. Funga zetu hizi zina madoadoa ili waje Allah, zina madoa ili waje Allah, ili zisafishwe, zibadilike funga zako. Toa zakat al-fitr min al-dakhal wal-dakhal, zinabadilisha funga ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana na mambo ya ukombozi na michezo, kuna mambo tunayafanya. Kuna wengine wameingia kwenye mipana ya kubatilio ambapo wewe unawalimu mtandao, kuna ibada tayari wewe unawatoa. Kuna wengine walikuwa wakisikiza muziki, kuna wengine walikuwa wakisekenya, kuna wengine wamefanya mambo ambayo sio sahihi ya fanya Uislamu. Kwa hiyo sasa toa zakat ili kwa ajili ya kufikirisha kwa zako. Watu wakati mfasaki ni faradhisha kwa ajili ya chakula, kwa ajili ya kupewa chakula maskini. Faman ahda kabla salat, na yule atakayetoa kabla ya sala hiya zakat al-qubula. Al-Imam Sa'di anasema na yule atakayetoa zakat kabla ya sala basi itakuwa ni sadaka ambayo makubwa, ni sadaka ambayo imekubaliwa. Waman addaha ba'da salat, na yule atakayetoa baada ya sala hiya sadaka basi hiyo itakuwa ni sadaka miongoni mwa sadaka, sio zakat. Hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ndiye katika ibada hizi ambazo tunaelekea, na kama tulivyosema ya kwamba tuko mwisho wa mwezi wa Ramadhani, tunakaribia siku ya Eid al-Fitr, na tunatarajia inshallah ni siku ya Ijumaa ambayo itakuwa tarehe 20 ima Alhamisi ama siku ya Ijumaa, lakini alhamdulillah inshallah subhanahu wa ta'ala tunatarajia siku ya Ijumaa huenda kukamilisha siku 30. Hiyo tutakamilisha siku 30, siku ya Ijumaa ni siku ya Eid al-Fitr. Siku ya Ijumaa ndio siku ya Eid al-Fitr. Kwa hiyo na kwa kwamba leo ndio siku ya Ijumaa ya mwisho, siku ya Ijumaa ya mwisho katika mwezi wa Ramadhani, na huenda tukutana katika siku ya Eid katika matukio yetu au tukutana katika swala hizi za jamaa zingine ambazo watu kwa wanaume kuswali au katika zetu zinazoendelea. Kwa hiyo tunakutangazia kwamba ikiwa itatokea ikawa sana siku ya Alhamisi, basi swala ya Eid itasaliwa katika business, itasaliwa saa 2, itasaliwa saa 2 kamili, saa 2 kamili na swala kama tunachosha kidogo, bali watu wanaenda inshallah.
ili kwamba itakapokabiliana inshallah baada ya sana. Kwa sababu wewe kuna wengine wanaweza wakawa na habari katangaza saa 2 kamili wakawa wamechelewa. Tutapeleka mpaka saa 2 lakini saa 2 kamili bado wao wameshaingia katika viwanja vya msala wa kusalia siku ya Eid. Na inshallah subhanahu wa ta'ala tunatarajia siku hiyo ya Eid na kufuturu hapa inshallah subhanahu wa ta'ala. Tutafuturu hapa inshallah kile kitakachopatikana kwa irada yake Allah subhanahu wa ta'ala tutafuturu hapa. Hivi ni lazima subhanahu wa ta'ala. Baada ya hiyo na sala itasaliwa saa 2 na baada ya hapo inshallah tutafuturu au ni lazima subhanahu wa ta'ala. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واغفر لنا ذنوبنا واجعلنا من المقبولين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.